الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أيها المشاهدون الكرام السيدون والسيدات, nichukue fursa hii ikiwa kwa saa za kwetu Tanzania ni saa 8 na dakika 25 rasmi. Leo tunafungua Busat. Naona leo watu wamekawia, wamechelewa kufika, lakini wacha tuanze insha Allah. Niabatan walokuwepo na kukaribisheni nyote na wengine watakaotokea mbeleni insha Allah. Tunafurahi sana. Wanasema is our usual without missing. Ni kama kawaida yetu bila kukosa Busatu hili bimashiatillah. Na hili Busat lengo lake kubwa ni kuzalisha furaha, kukutana kwa pamoja na kuienzi siku ya Ijumaa. Lakini pia ni sehemu ya kukusanya mashekhe mbalimbali, kila mwenye maneno yake aje aseme yapeperushwe ulimwenguni ili watu wapate kustafidi. Leo nitazungumzia nukta 3 tu basi. Hutuba tumezungumzia leo amani, lakini sidhani kama nitaitilia taaliq. Jambo la kwanza nitazungumzia kupendana. Jambo la pili nitazungumzia huruma. Na jambo la 3 taaluma ya kuishi nayo katika maisha. Kwa kweli upendo ni jambo kubwa sana. Watu wanaona upendo jambo la mchezo, lakini upendo au lugha nyingine mapenzi yana majina takriban 15 mpaka 20 katika lugha ya Kiarabu. Kuna taalluq, kuna sababa, kuna gharam, kuna ishqi, kuna shaghaf, kuna khalili, a'la al-hub. Na haya mengi yamesimuliwa ndani ya Qur'ani. Gharam, Allahumma sirif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama. Kuna shaghaf, mratul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Shaghaf wanaita hubbul qatil, mapenzi ya mafuriko. Na mapenzi ni mapenzi. Angalia mwanamke akiwa ana uwezo wa kukuhendeli akakupa mapenzi, basi Qur'ani humbadilisha jina, haimuiti imra, inamuita zauja. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Sayyida Hawa alikuwa ni anisa, ni jalisa, ni sharika kwa Sayyidina Adam. Kwa hiyo kila kilma kinachomhusu mara nyingi huitwa zauja. Hata Sayyida Khadijatul Kubra alimliwaza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mara nyingi huwa hutumika kwa neno la zauja. Lakini mwanamke akiwa na tabu huitwa imraa, mapenzi akiwa yana shida. Daraballahu mathalan lilladhina amanu alafu lilladhina kafaru imraata Nuhin wa imraata Lut. Angalia, wameitwa imraa. Hawakuwa na salama kwa waume zao. Kwanza walikataa ile dini. Lakini Sayyidina Zakaria asema kaifa yakunu li ghulamun wa imraati aqira, akusema wa zaujati, mke wangu mwenyewe imraa. Sasa mbona mkewe Sayyidina Zakaria kaitwa imraa, kakosa kuitwa zauja? Baadhi ya ulama anasema pamoja ni mkewe, lakini alikuwa na maneno makali kwa Nabii Allah Zakaria, akanyang'anywa jina la zauja akaitwa imra. Kwa hiyo mapenzi si jambo dogo, mapenzi ni jambo kubwa sana. Mapenzi au upendo una mambo 4 au uko sehemu 4. Sehemu ya kwanza mapenzi au upendo ni upendo wazungu wanauita romantic love. Romantic love
haya yanawahusu mke na mume, mapenzi. Haya ndani ya Qur'ani yaliitwa mawadda, na Allah alianzia mbali, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kwanza kukaja zauja, litaskunu ilaiha. Miongoni mwa alama, aya ziko mbili Habibi Masange, kuna ayatu maqru'a wa ayatu mar'iyya. Kuna aya za kusoma zile maqruati ziko ndani ya Qur'ani, na mar'iyati majabali, mbingu ili imani ipande, na miongoni mwa hayo hata wanawake ni aya. Ukikaa vizuri ukimtizama mwanamke unapata azmatillah, kweli ile ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaitwa aya mwanamke. Sasa miongoni mwa alama zake ni sisi kuumbiwa wao, alafu wametokamana na sisi, alafu litaskunu. Idhamiri kama utaichambua ile sakan, ule utulivu hauji kwa sababu ya mwanamke mzuri mweupe. Kuna vitu akiamua kuvitoa, wewe ndio unapata sakan, utulivu, na vile vitu asipovitoa hata awe ni mzuri, wewe unapata mashaka. Litaskunu ilaiha, lakini waja'ala bainakum mawaddatan. Katika zile daraja 15 za mapenzi kuna inaitwa mawadda, alafu then wa rahma. Mapenzi na huruma vinaenda pamoja, ndio maana nikasema nitazungumza mapenzi kidogo, nitazungumza na huruma na jinsi ya maisha yanavyokwenda. Tuko pamoja mawadda. Inna fi dhalika, hilo jambo la mke na mume tu, la ayatin, ni alama kubwa, ni ishara, ni dalili, lakini si kwa kila mtu. Mwenye lubul faham, mwenye fahamu kubwa, ulinuha, mwenye akili za upeo, ndo ataona hii kweli ni aya kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mapenzi ya kwanza yanaitwa romantic love, ya mke na mume. Haya mapenzi ni mapenzi mahsus, maalum. Mwenyezi Mungu akiyadumbukiza tu hivi, wewe unaweza ukaona uko peponi hapa. Akiputi itione, akifungua tu ule mlango wa mapenzi, kwa sababu yeye ndio muallafatil qulub. Allafa baina Aus wa Khazraj, wa allafa baina an-naqati wa ibniha wa Hawa wa Adam alayhima wala nabiyina salatu. Yeye ndio Allah anaunganisha na ndio anayekata. Mtume sallallahu alayhi alipofika Madina, baina muhajirina wal ansar, lakini akaambia fa asbahtum bi ni'matihi, nani? Allah, ikhwana. Mimi nimekuja kuunganisha tu, lakini kwa neema na rehema ya Mungu ndo akatia tiki, mkaungana. Mlikuwa mushattata. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo mapenzi ni mbegu. Mwenyezi Mungu akiotesha ikitiki, ukiwa wewe na mkeo mnaweza mkakaa mkasema, wallahi sisi naona tumepewa kila kitu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yakiwa hayamo, asema min saadatil mu'mini wa min shiqawatil mu'mini thalatha bi thalatha. Kuna mambo matatu balaa ya muumini, Mtume kasema, na mambo matatu furaha ya muumini. Miongoni mwa furaha, mar'atan saliha, mwanamke ambaye anaweza akatengeneza mapenzi mkashare mpenzi. Sasa ya kwanza wanaita romantic love. Mapenzi ya pili yanaitwa family love. Mapenzi ya watoto, mapenzi ya familia. Kwa bahati mbaya kuna baadhi ya familia zimekosa mapenzi. Baba anagombana na watoto, mama anagombana na mume, familia imesambaratika. Wanaishi kama mayatima, huombeana vifo, mara nyingine hupelekana mpaka mahakamani. Na ugomvi wa familia ukitokea, basi huwa laana zinawahalalikia, hasa watu wa tumbo moja hawaelewani. Ndio maana anayefarikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ikiwa watu wameshikana, mkiwa mmeshikana, alafu akaja mmoja wenu kukugaweni, hukumu yake muweni. Yuko sahaba mmoja aitwa Saad bin Ubada,
katika kiongozi wa Ansari, sahaba Ansar, alikutwa amekufa polini. Ikasikika sauti inasema walam nukhta lahu fuada, hatukumkosea kumpiga mkuki wa moyo. Inasemekana majini ndo walimuua, alipata fikra ingewafarikisha kati ya muhajirina na Ansar, kwamba anayekuja akikugaweni muweni. Sasa familia ukiziingizia farqa zikawa hazina maelewano, aisee umefanya jambo baya sana. Family love haingii tu kama familia, pia inaingia hata sisi msikitini ni kama wana familia. Waislamu ni kama familia moja. Waishi kama family. Hivi ndio ilivyotakiwa. Masahaba waliishi kama familia. Na ndio maana kulikuwa hakuna tabakati. Hii si dini ya tabakati. Hawa tunaozeshana, hawa hatuozeshani. Hawa tunashikana mkono, hakuna kitu kama hichi. Kwa sababu Waislamu, Islamic ni family love, ambacho hichi kitu leo kimekosekana katika society ya Kiislamu. Uislamu hivi sasa ni kukatana mapande. Kuna baadhi ya madhahib hata salamu hatupeani, tumekatana. Hili ni tatizo. Lakini sehemu ya tatu ya upendo wanaita friendly love. Mwajua kupenda kuna gharama na starehe gharama, na ili upendo upatikane lazima tujifunze kitu kinachoitwa kupendana na kuchukuliana. Yani lazima kuna baadhi ya vitu tukivumiliana ndio tunaweza tukapendana. Bila kuvumiliana tutadanganyana, hatuwezi kupendana. Na upendo una nguvu. Mtu anaweza akasafiri safari moja mpaka nyingine, katoka Mbeya huko kwa sababu ana upenzi tu pengine na timu, akatoa gharama zake akakesha na hapati chochote, lakini ni mshabiki tu, ni ashiki wa kitu fulani, kwamba nyoyo zina sifa ya kupenda sana. Sasa upendo wa tatu ni upendo wa kirafiki. Kuna marafiki saa nyingine wanapendana utafikiri ndugu, wameshibana. Na pale unaposikia maneno ya mtaani ya heli ya rafiki kuliko ndugu, ambayo si maneno ya sawa. Ndugu yuko pale pale. Huu rafiki huu. Sasa urafiki wa mwisho au upendo wa mwisho. Upendo wa kwanza ni romantic love wa mke na mume. Upendo wa pili ni upendo wa watoto, family. Lakini upendo wa tatu ni wa majamaa. Hapa tumekutana hapa kwa sababu ni upendo. Huu ndio upendo wa kirafiki. Shekhe ni rafiki yangu, wazee wangu huku, tunaye pale habibi tumeenda kusali naye, cameramans. Hii inaitwa friendly love. Yani upendo kama haupo, mmoja wetu hawezi kukaa hapa, ataondoka. Kama kuna adui yake hawezi kuja. Lakini ni kwamba kuna urafiki japo hamjatambulishana. Na ukweli utakuta ukija wewe hadi linki, ukimkuta Masange salamu inaanzia vile, oho habibi. Si kwa sababu ni kamera moja, yani ndio friendly love. Hii ndio hali ipo hivi. Sasa huu upendo mnauona kama unakuja yenyewe, kumbe itakiwa pia muutengenezee mazingira uzidi. Kwa sababu sehemu ambayo kuna upendo huwa riziki zinafunguka. Hata ndani ya nyumba umaskini na maudhi haviendi pamoja. Mkiungana tu nyoyo zenu, utaona baraka inashuka. Ndio pale mtu anasema huyu mke wangu ana kismati, mkiona maelewano tu mnafungua milango. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anatafuta upendo. Hata yeye anataka kupendwa. Alafu anataka kuwapenda watu. Anasema kabisa waman yartadid an dinihi, atakayertadi akiona ananikomoa, basi Mungu ataleta watu wengine si kuswali wampende Allah naye awapende. Hivyo tu basi. Hakuna kitu kidogo hapa. Mapenzi hakuna kitu kidogo. Israel hubu tahsudul hub, lakini yapande mapenzi gharama hayaji vivi. Sahaba walimtengenezea mtume mapenzi, na yeye usione kwamba walimuadhimisha tu, aliwatengeneza njia ya kupendwa.
Wasema ukitaka kumtawala mtu uchume ule moyo wake, utamfikisha mbali sana. Lake lolote lile lazima akumwagie habibi. Wanajua tuseme mapenzi tu, jua kuishi na watu hivi. Huyu nimeuchuma moyo wake, huyu nimeuiba moyo wake. Tumekosa elimu kubwa hizi za kitasawuf. Utakwenda kumkopa mtu fulani, sijui atanipa pesa. Wewe unaenda hivi tu. Angalia nyakati, huyu umemchuma vipi moyo wake? Umeuchumaje moyo wake? Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Dhar, anta habbu ilayya au hibbuka fillah. Bwana nakupenda au unanipenda? Unanipenda? Ambia naam. Ambia basi ukimaliza kusali sema hivi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. Niseme tu hivyo. Salama, fadhali haya. Kwa hiyo kupitia kitendo kile, huu usulubi wa dawa aloutumia, ameanzia mbali kutafuta ule moyo wake. Tumefahamiana vizuri Kwa hiyo sasa sehemu ya 3 hii ni upendo wa kirafiki. Kama hapa ameingia Sheikh Shafi, tunatabasamu, ishu ya urafiki. Namuuliza Masange, leo tunaenda kusali, shekhe hayupo kwa sababu ya upendo. Sababu ya upendo. Sehemu ya 4 ya upendo wanasema ni upendo wa Allah. Upendo wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ni upendo mkubwa sana. Huu upendo niloutaja wa aina 3, huu ni upendo una masharti. Kifanya hivi nitakupenda, kifanya hivi nitakuwa sikupendi. Una makarabatio. Lakini upendo wa Mwenyezi Mungu ni upendo ambao hauna masharti. Ndio maana alikupenda kipindi uko nje ya taa yake, unamuasi. Alikuwa anakupenda ukiwa mganga wa kienyeji unamshirikisha, bado anakupenda. Na hivi sasa umetubu, umerudi kwake, bado anazidi kukupenda. Angalia upendo wa Allah. Huu ndio upendo wa Mwenyezi Mungu. Sasa huu upendo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi ambao tupo katika nyumba zake za ibada, itakiwa upendo huu sisi tuuchukue, tupendane baina yetu. Hivi sasa tumekuwa wachache wa mapenzi. Hatuna mapenzi baina yetu sisi Waislamu. Lakini mapenzi ni jambo kubwa, na ingekuwa tuna mapenzi ya sawa, ingekuwa hatuna vijana ambao barobaro hawana hata mahari za kuoa. Kwa sababu katika nchi hii tusidanganyane, multimillionaire, watu wenye pesa zao, shekhe Waislamu namba 1 kuliko wasiokuwa Waislamu. Hiyo ndio habari. Misikitini tunasali na mabilionea. Kwa sababu leo nenda pale shekhe, stendi pale, ingia daladala tu, ukiangalia ile tiketi utasikia Hashimu Abdallah, Omar Juma, majina mengi Waislamu. Nenda pale Zanzibari pale, utake kusafiri kwenda Zanzibar, vyombo vya maji utasikia Kilimanjaro, sijui nini, shekhe vya Waislamu. Nenda Mbezi Magufuli, mabasi utasikia Tahmid, Tawakkal, Tashrif. Hivi haya ya Waroma haya kweli? Watu wa Waislamu. Angalia viwanda, sijui Bakhresa, sijui Mo, sijui nani, unakuta Waislamu. Wana pesa nyingi sana Waislamu. Waislamu hawajachoka. Lakini hatujatengeneza ule uslubi wa kuleana kimapenzi, tukamebana. Jamii za wenzetu nchi za mbele zimefanikiwa kwa sababu wanashikana. Wa Oman wanasaidiana, wa Saudi Arabia wanasaidiana, Qatar wananyanyuana, Dubai wananyanyuana. Achia mbali hayo, tuje nchi ambazo si za Kiislamu, mfano UK, USA, raia wao tu hawana maisha magumu. Unakuta zile nchi zile ambazo si za Kiislamu, saa nyingine zinaishi Kiislamu. Angalia mfano hizi nchi ambazo si za Kiislamu, wanatambua siri ya fungu la 10 la Allah, nao wanatoa zaka nchi hizo. Unakuta kila mwaka wanatoa zaka, pelekeni Afrika, pelekeni kwenye nchi maskini. Ndio maana Mungu anazibarikia.
Wameshafahamu vizuri, na raia wao hawana hali mbaya vile, wako hali nzuri kabisa. Kuna kitu utu, kuna upendo, kuna mapenzi. Hili ni jambo kubwa sana. Sisi Waislamu tupendane. Alopata asile peke yake, asile peke yake kabisa. Mimi nitakwambia hapa, kuna maneno yalipita pita, baadhi ya mashekhe wenzetu wakapita pita, wakatuomba kura mpaka misikitini. Walifika bungeni tu wamekata kamba, hatuwaoni tena. Hii ni hatari kubwa sana. Akiwa sijui Mroma sijui ni nani, akipata kitengo anakaribisha Waroma wenzie, anawaita, anawapa. Lakini Muislamu akipita ndo kwa heri, hatujuani. Waislamu wa kutusogeza, iwe bungeni, iwe hospitalini, iwe kwenye mashirika, ni wengi tu. Lakini utamkuta Muislamu amekaa katika masna moja kubwa, tena yeye ndo mkurugenzi, walojaa wote si Waislamu, wapagani ndo wafanya nao kazi. Atatafuta Waindia, atatafuta Wazungu. Waislamu angalau kuita tu basi, nawe utakatakata, hata utaandika huyu Shafii Basel muache tuna nahau zake huko. Ya kishadhini tosha, haitajiki kula na nini. Kwa mpango huu tunakuwa kama tuna romba ya Tanzania hivi. Lakini ukisafiri japo Kenya, kwa sababu nami nasafiri, hii haiko. Tunafeli wapi? Kwa mfano mimi nasema kwa detail, ndugu yangu Sheikh Hashim anajua, mimi Sheikh nilikuwa pale markazi miaka 10. Kila tajiri nimekutana naye, mimi nimekutana na watu, nimeenda na matajiri mpaka kwenye machimbo yani wewe acha tu. Lakini mimi maishani mwangu sijawahi kuambiwa Sheikh zaka hii, sijawahi. Kwa hiyo Uthman Maiko huyu, historia yake amezungukwa na matajiri. Kula Jalalani ilikuwa kawaida yangu, kulala njaa kawaida yangu. Yani hivi nilivyofika, asikudanganye mtu, nyuma na watu na Allah peke yake. Watu walinikimbia, lima aljafa minaina aljafa. Sina historia ya kumlipizia mtu wema wake, bali na historia kufukuzwa kwenye nyumba za Waislamu wenzangu. Hivyo ndo wanasemaga mwenye shibe ya mjui mwenye njaa. Mimi nina njaa, ndio maana nakumbuka wenye njaa wenzangu. Msikitini hata Muislamu anaweza akaacha gari nyumbani akaja kidhalili, kwa sababu tumejiwekea hivyo tu. Si watu, msikitini sio sehemu ya kuonekana neema, kusaidiana, sio sehemu. Yani msikitini kama tumesaidiwa, ni mtu kaja kuomba dua, na kama amekuja kuomba dua, kampuni yake iende sawa na mapesa mengi, kapeleka kwa mganga ng'ombe 20 zimeenda kuchinjwa, alafu tukiletewa sisi tumpigie dua msikitini, analeta boksi la biskuti. Gawana hivi. Mtihani huyu. Sheikh anacheka, kapewa shilingi 60. Dua Waislamu, dua. Ajiseme Sheikh Nyundo, ambia mtoeni mbio na biskuti zake. Hali nimegusa tu, na mnisamee bure, nimegusa tu upendo. Sehemu ya pili ni rahma.